kwamba yes, Simba anacheza finali hii kwa mara ya kwanza. Yes. Na hata labda katika historia ya klabu mara ya mwisho kucheza kwenye stage kama hiyo kwenye mashindano ya CAF ilikuwa mwaka 93. Lakini hii experience ya robo finali 6 ndani kuwa unacheza robo, yani kawaida, tunaamini experience level ya uongozi inaweza ikalisaidia hili kundi la wachezaji kwenye kudili na mazingira haya ambayo yanaonekana kama yanaweza kawa kikwazo kwa Simba. Yes, uongozi una nafasi kubwa kwa sababu wamekuwa throughout msimu 8 ndani ya kuwa regular kwenye hizi pilika za kimataifa. Yawezekana stage ya nusu finali ilikuwa bado, finali ilikuwa bado, lakini walikuwa wanaiona. Yaani maandalizi yao kila msimu unapoanza walikuwa wanajiona huko kwenye nusu finali. Bahati mbaya walikuwa wanaishia robo finali. Yawezekana ni quality ya kikosi ilikuwa inaangusha aina ya wapinzani walikuwa wanakutana nao, na ndio maana mimi kwangu naitemu hii ni mechi ya kawaida kwa Simba. Yaani mpinzani kama RS Berkane ni mpinzani wa kawaida mno kwa Simba ukitemu kila ambacho wamekuwa wakienda nacho. Yaani misimu 6 ya robo finali, yawezekana kucheza nusu finali, hakucheza finali, lakini ametengeneza daraja ambalo hata wale waliokutana nao walikwenda kuchukua ubingwa kwa yeye kutokuwa na quality kuliko wao walikuwa na quality kuliko yeye. Lakini ni timu ambazo sio wageni, kuanzia kwenye kuwasiliana wameshawahi kuwapokea, wakacheza nao hata RS Berkane wameshacheza nao. Hivi ilikuwa 2-2 Yes. 1-2. Moja Benjamin 2 kule. 2 kule. 2 ugenini. Maana wameshacheza nao kama kuwabukia hoteli wameshawabukia. Yaani around Africa ni timu chache ambazo sasa hivi Simba hawaja communicate nazo, hawazijui. Hazijawahi kuwakaribisha kwenye mazingira yao ya nyumbani, ni timu chache kwa barani Afrika. Hususan zile top clubs ambazo zinafanya vizuri. Manake huu ni mchezo ambao kwao hauna mazingira mageni. Hata ule wa ugenini kwa uongozi. Kwa wachezaji it's okay, na ndio tutakuja kujaji quality ya uwanjani. Lakini it comes nje wakilalamika, ningeshangaa. Kwa maana ya maandalizi. Yes, ya maandalizi. Kila kitu kwao kiko perfect kwa sababu ni level yao, ni standard yao kwa hivi sasa. Hakuna kigeni dhidi yao. Kwa wachezaji sasa kulichukua kundi la wachezaji, unabaki na wachezaji kadhaa tu ambao wamekuwa regular kwenye hii michuano. Mohamed Hussein, tutakuwa na Shomari Kapombe, Kamara kwa kiasi, alipokuwa Guinea na Horoya, kuna muda ilikuwa inakwenda, kuna muda inaishia hatua ya makundi. Experience ya Ngoma cha finali ya 3. Ngoma ni finali ya 3. Ngoma finali ya 3. Fabrice Ngoma anacheza na Vita. Manake Raja ya Simba. Wale wachezaji muhimu sasa ambao wamekuwa waki-influence matokeo kwenye hizi stage, kuanzia kuingia kwa Elim Panzu dirisha dogo, Jean Charles Ahoua, Kip Dennis, ni watu ambao ni finali ya kwanza, nusu finali ya kwanza. Hawana experience ya nusu finali ya finali. Manake hawa watu performance yao yawezekana ikaharibiwa na mihemko, hamu kupita kiasi ya kwamba yes nataka kuonesha kwenye finali, ikaharibu. Lakini performance wise ukiwachukua RS Berkane kwangu mimi, ukichukua na Simba, ni mechi ya kawaida kwa yeyote yule. Yaani Simba hawezi kuja kufungwa leo nyumbani na RS Berkane akawa na excuse. Yaani kwamba RS Berkane kamkanyaga Simba Amani goli 3, excuse iwe uwanja ama iwe quality ama iwe nini, kwangu mimi hapana. Ndio maana nasema mchezo huu elbo unahitaji mechi nyepesi, sababu jana kuna time kuna mjadala kwamba of course Simba kapigwa, lakini kipindi cha kwanza kile Simba alikuwa matesoni, na ndio hata baada ya mechi mwalimu anasema ilibidi kipindi cha pili wafanye mabadiliko ya kimbinu kidogo. Na ni eneo ambalo quality ilionekana, kwa sababu hata mara ya mwisho kwa miaka ya karibuni mechi ambayo Simba hapa nyumbani alipigwa kwa ushawishi na alikubali, alikuja Raja hapa, alikuwa hatua ya makundi. Simba alikula chuma 3 hapa kwa mateso, ambao Simba na kila mtu alikubali, ambao Simba ilikuwa ya hovyo pia. Ndio maana tunasema hata hii Simba ya saizi Simba juzi jua amekula chuma 2, alizidiwa skills, alizidiwa game plan, yani alizidiwa karibia kila eneo, ambayo kwenye execution RS Berkane wakaja kuonekana wana mapungufu, which is angekuwa Al-Ahly ile performance ya kipindi cha kwanza mtu amekula 5 watu wamepumzika. Unaelewa daraja Berkane kikosi ukikichukua cha RS Berkane kiujumla kama timu wachezaji 11, kuna eneo wanawazidi kikosi cha wachezaji wa Simba. Hata performance aina ya wachezaji wanawazidi. Lakini when it comes kwenye execution
kwenye namna walivyocheza RS Berkane wakatumia nafasi mbili. Maana yake kuna eneo wana madhaifu kuliko mpinzani mwingine angekuwa na same performance. Kwa sababu ukija za contem kwa home advantage kwa Simba bado inamfanya balance mchezo kwa ninavyoifahamu Afrika. Yaani hapa nazungumzia soka la Afrika. Ndio maana kuna muda performance naiangalia, naipa nafasi zake, naipa uwenyeji ya asilimia zake, naipa nafasi ya uongozi wa Simba kuongea na wachezaji nafasi yake kwa sababu ni Afrika. Nazungumzia mpira wa Afrika. Tungekuwa tunazungumzia Ulaya, ningeweka pembeni vyote hivyo nikaichukua performance ya uwanjani. Kwa hivi sasa performance ya RS Berkane kama dakika 45 ile performance ya ushawishi aliishia kupata goli 2, execution ya nafasi kawa ndogo. Fakta nyingine zote za soka la Afrika zinakuja kumkataa atakapokwenda away dhidi ya mpinzani kama Simba ambaye si mgeni. Sasa fakta ya kwanza ulio niuliza kama ni mgeni ama ana experience inatosha. Yes. Kuna ndio maana nikatulia mfano wa Raja. Yes. Si ndio? Mfano nani? Ndio maana nasema unaona daraja la Raja. Unaona daraja la Raja liliamua goli 3 kipindi cha kwanza ilikuwa. Yaani wakamaliza mechi kipindi cha pili wakarelax. Ndio daraja ambalo RS Berkane tunaongea kuhusu Berkane. Yes. Hatua iliyopita na Constantine, si ndio? Kwamba mechi ya pili mnaona kufanya vile. Of course inawezekana matokeo ya mechi ya kwanza ilimfanya akarelax kwa sababu alimpiga mtu chuma 4. Kukawa hakuna eneo la kupush. Lakini hii ni finali ambayo yeye mwenyewe tunajua akija hapa, unajua Elbo kwamba anakuja kucheza kwenye hii mechi, afikiri kwamba unajua kuna zile nipo ugenini, ngoja nilinde zile goli 2 au ngoja hii ni ndio maana hapo tunasema Berkane atareact vipi kwenye hiyo hoja ya Elbo. Katika kitu ambacho mimi nilikinotice kwa Simba, kwangu mimi niliamini kabisa kilichowatesa Simba hasa first half ni kitu ambacho kinaitwa homa ya finali. Na ndio kocha alizungumza. Yani kuna kitu kinaitwa final fever kwamba unaenda kwenye hiyo hatua kwa mara ya kwanza, lazima utajawa na ule tunaita mshawasha, ile excitement kwamba sijawahi fika hii hatua. Kwa hiyo ule mshawasha lazima tu utaingia mwilini mwako. Hii homa ya finali ilimfanya Juve afungwe kwa Barcelona. Homa ya finali ilimfanya Atletico afungwe mara ya kwanza kwa Madrid. Homa finali ilimfanya Liverpool afungwe kwa Real Madrid zile goli 3. Homa finali imemfanya Borussia Dortmund afungwe na Madrid. Angalia wanafungwa kwenye mazingira gani? Makosa fulani ya kizembe sana. Aidha mwanzoni au mwishoni. Karius anafanya mistakes kubwa kwenye hatua finali. Kwa sababu gani? Ndio stage anaenda kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo angalia Simba kile kipindi cha kwanza walifanya nini zile dakika za awali. Walienda kwenye ile stage, kila walichokuwa nakifanya ni dhahabu lakini kwenda geuka kuwa matope. Kwa sababu gani? Pasi za Kamara makosa, wanapokonywa mpira kwenye wanashambuliwa hapo hapo. Hamza, imagine Simba nafunga goli wako watatu kwenye box wanageuzwa na Osama Lamlawi. A very simple mistake lakini ndo amefunga goli hivyo la 3. Angalia sasa zile kona zinavyopigwa, Hamza anaruka mwenyewe, Kamara anaruka free head anafunga goli. Kwa sasa baadaye angalia Simba namna alivyokuja kujiadjust. Baada ile homa kuisha sasa, walipokuja kujiadjust Simba akaanza kucheza mpira. Kwa sasa kinachokuja kumata kwenye mchezo, Simba tayari ile homa ya finali imeisha. Sasa hivi anakuja kwenye mchezo tayari wachezaji washajua bana, kumbe finali ina test hivi. Kumbe finali ndio inakuaga hivi. Kwa sababu angalia RS Berkane walivyoicheza ile finali. Huyu mtu ana finali 5. Nafikiri kikosi chake hakijabadilika sana. Amekuja kwenye ile finali. Angalia hata walikuwa kifunga simple celebration, wanarudi kati. Wanafunga goli wanaishia kwenye box, wanashangilia kwenye 18 pale. Hawaendi bali. Wanapongezana pale wanarudi kati sababu hawana tena ile homa finali. Wanajua hizi finali kwamba ni 2 legs final. Wanacheza nyumbani wanaenda kucheza na away. Kwa hiyo mentality ya RS Berkane ni tofauti na Simba. Simba ilikuja kujiadjust kwenye level ya kukaa sawa kifinali kipindi cha pili. Fadu anabadilisha mbinu kwamba kumbe finali ndio tunaenda hivi, akaongeza mtu katikati, wachezaji wenzake, wachezaji wa Simba na wakaanza kumbe finali inakuwa hivi. Angalia fouls walizoanza kucheza kina Chamu kwamba hii ni finali. Refa hawezi kuja kukupa kadi kwa sababu anaogopa ataua finali. Unamkuta mtu kweli kweli, angalia kina Kagoma alikuja kubadilika. Kwa hiyo tunapokuja Zanzibar, Simba tayari amejiadjust. Kinachomata sasa ni ule utofauti wa kiwango baina ya Berkane na Simba. Kwa Berkane anajua kabisa kwamba mimi nishaongoza goli 2. Huyu Simba nimemzidi kwenye level ya kiwango. Kwa hiyo hizi goli 2 mimi nazihold vipi? Natakiwa nifanyeje ili ni hold goli 2? Nimepoteza kwa Zamalek mara 2. Kwa nini nilipoteza? Kwa hiyo tayari ana hiyo awareness. Simba yeye mtego alionao ni kwamba hasa huyu mtu ambaye ana experience ya kutosha, mimi natakiwa niende nikamshangaze. Yaani natakiwa niende nikampige by surprise. Lakini kwenye level ya sasa hivi kichwani, mimi naamini kichwani sasa hivi wote wanafikiria jambo moja. Kinachoenda kuamua tu tofauti ni ile daraja la ubora, kwamba RS Berkane kidogo atapata faida, sio tu kwa sababu ya ubora, ana ubora alafu ana goli 2. Alafu Simba sasa yeye anakuja, anatakiwa kwanza kuchallenge ubora wa RS Berkane, alafu akaya challenge na matokeo.